Yes, Mr. Fortius, hapa kuna comment kutoka kwa Gravity. Anauliza au anasema tumeona impact ya yield curve kwenye pricing ya bonds kwenye secondary market during this trading week, au anauliza bado ni mapema sana? Yeah, bado ni mapema. Bado ni mapema kwa sababu miundombinu bado haijawekwa sawa. Kama mlivyoona kwenye presentation, mambo bado ni mengi sana ambayo yanatakiwa yawekwe vizuri ili kuweza kuipublish sasa hiyo yield curve. Kuweza kuwa na yield curve. Kwa sababu kuna kama mnakumbuka kwenye last week walikuwa wanaongea kuhusu pricing kwenye minada ya awali, ni primary market, kwamba tuko kwenye hybrid period, kwamba mwanzo tulikuwa tuna quote bei, lakini coupon tulikuwa tunaifahamu kabisa kwamba ikitangazwa bond ya miaka 25 unakuwa unajua ni coupon ipi. Wakabadilisha kwamba wanasema ni bond ya miaka 20, lakini coupon wanakusanya taarifa zao kuona market inataka yield iwe wapi, ndio wanaitangaza siku ya Ijumaa kwa mnada wa Jumatano unaofuatia. Unaendelea kubidi kwa kutumia bei, lakini huko mbele wanasema sasa tunatakiwa kuanza kubidi kwa kutumia yield, hatutatumia kabisa bei. Kwa tukifika kwenye stage ya kubidi kwa kutumia yield, ndio hapo sasa tutakuwa tumeingia kwenye full fledged environment ambayo tunatumia yield curve kuweza kudetermine kwamba supply na demand iweje hizo bonds. Hapo kwa safari bado kapo, na kwa saizi ndio lugha bado ni mpya, mambo ya yield, mambo ya coupon, debt price, clean price. Hata tunahitaji kupelekana taratibu kujifunza hivi kuweza kutumia vizuri. Yes, mtazamaji wetu Gravity, naomba nikwambie tusikae mbali na Mtaji Academy. Niweze kusema haya maneno hata kwetu pia kuyapokea kwa mara ya kwanza aliweza kaa ni magumu, ila kwa tunavyozidi kuendelea na kusikiliza na kupata maarifa zaidi, tunazidi kupata uelewa zaidi. Yes, naona hii ni comment section kutoka kwa mtazamaji wetu. Alisema nadhani ameongezea kwenye ile investment tip ya Warren Buffett, anasema no matter how wonderful company is, it is not worth it at an infinity price. Hayo nadhani amequote maneno ya Warren Buffett, na pia hiyo tutaongezea kwenye ile investment tip yetu ya leo tuliyopata kutoka kwa mtaalamu wetu. Yes, bado pia kuna comment kutoka kwa Mr. Grabier. Yeye nadhani ameuliza swali kwa NMB ilishawahi fanya share split before. Hapo Mr. Fortius, kama una taarifa yoyote? Tangu imeingia sokoni 2008 haijawahi kufanya split. Inawezekana ukiangalia vizuri kwenye vitabu vyake kabla haijaingia sokoni, kuna uwezekano aisha kufanya split kabla haijaingia sokoni. Lakini tangu 2008 alipoingia sokoni, bei yake ilikuwa ni hakuwahi kufanya split. Na ni yake nominal value yake na finishing ngapi? 50. Kitu kama hicho imekuwa hivyo tangu alipoingia sokoni. Hii ni mara ya kwanza. Na hapa kuna comment moja kutoka kwa mtazamaji wetu, anawashukuru Orbit. Anasema asante sana Dr. Fortius kwa msaada leo. Witness amenisaidia dawati la diaspora. Yes, nadhani Witness tulishakuja kumtambulisha kwenye hapa, na akasema yeye ni mtaalamu wa dawati la diaspora. Kwa hiyo watu wote ambao wapo nje ya nchi, kwa hiyo Miss Witness anawasaidia kwenye shughuli zenu za kuwekeza katika soko letu hili la hisa. Yes, tukiendelea kuangalia kwenye comment section. Sorry CFE, hapo labda nijazilizie ni kwamba kupitia dawati la diaspora tunatarajia au niseme tumeshakubaliana kuanza program za muendelezo kama webinar ambazo tutakuwa tunazifanya mara moja kwa mwezi, mhusika mkubwa akiwa ni Mtaji Academy. Kwa hiyo mimi nitakuwa nikihost hiyo session, lakini pia coordinator mkubwa kwa upande wa Orbit Securities atakuwa ni Miss Witness.
na tunaanza kukutana kuanzia Alhamis ya wiki ijayo saa 8 mchana kwa majira ya Tanzania. Kwa hiyo diaspora wote kokote uliko, wewe jikalibrate hapo kwa masaa ya Tanzania saa 8, kwako itakuwa ni saa ngapi? Kama unaweza kuhudhuria basi jiandikishe, tembelea kurasa za kijamii, utakutana pale na maelezo, utakutana na registration link kwa Facebook, LinkedIn, YouTube na WhatsApp, link iko pale. Kwa upande wa Instagram na TikTok utatembelea kwenye bio ama kwenye comments, copy and paste ile linki, alafu jiandikishe ili tuanze kufanya conversation fulani za msingi. Unajua, sorry kwa kuchukua muda, lakini niseme tu kwamba toka nimekuja pia huku Ulaya nimekuja kuona kwamba kama diaspora tuko kwenye kama Mr. Haji anavyopenda kuzungumza ama Linda, tuko kwenye leveraged position, kwamba tuna position nzuri sana ya kuweza kupata income tukicompare na nyumbani, kwa sababu ya hasa hii difference ya currency, lakini security ni ndogo sana. Security ni ndogo sana, ni somehow kuna changamoto ya kusecure hii income ambayo inakuwa earned kwa sababu nyingi sana. Baadhi kama wako hapa diaspora watakubaliana na mimi, baadhi kuna watu wanaita black tax. Sasa hatuwezi kuvunja leo, lakini zaidi ya black tax kuna mambo mengi mtu nawaza hivi, jamani, nikitaka kuzeeka nazeekea wapi? Nizeekee Ulaya, nizeekee Tanzania? Kama utazeekea Ulaya unawaza hivi, nikifa nizikwe hapa? Hapana bwana, nataka nikazeekee nyumbani. Lakini ikienda nyumbani alafu huna savings, watu wanakuambia wewe ulikuwa unafanya Ulaya. Umeona? Sasa kuna haja ya kuanza kuwa na hizi conversation, zinasaidia sana hizi conversation, hasa kwa sisi tulioko huku nje ambao security ni ndogo sana. Wa nyumbani security kubwa, lakini earning capacity na yumba fulani. Sasa lazima tuangalie namna ya kuweza kukarisha ngumu ya. Kwa hiyo kuanzia next week Thursday, hebu tukutane tuanze kufanya hizo conversation. Pia Mr. Fortes, kama utatamani kutia neno kidogo hapo. Mimi nafikiri hizo ni initiatives nzuri ambazo tunashukuru sana umezispearhead pamoja na Witness, na imekuja kipindi kizuri sana, kipindi ambacho sasa soko limefunguliwa. Sasa kuna baadhi ya diaspora walikuwa pengine hawana vigezo vya kuwekeza kwenye masoko yetu ya mitaji. Sasa I'm sure mabadiliko yaliyofanyika, wale typical global investors, foreigners, itachukua muda kuja kuanza kuwekeza huku. Sasa ndio kipindi kizuri sasa cha Tanzania ambao walikuwa hawezi kuwekeza huko kuwahi kuzinunua hizi bondi wakati yield bado ni nzuri. Kwa hiyo mnawatangulia wale ambao watakuja baadaye, hawa ambao bado wanajaribu kuassess risk. Kwa sababu kama sawa, inawezekana sasa hivi una vigezo au una documents ambazo zilikuwa zinakuruhusu kuwekeza Tanzania, lakini wewe ni Mtanzania, risk za Tanzania unazifahamu. Kwa hiyo ni risk ambazo you can live with them. Kwa hiyo join hiyo session, muulize maswali, pain points ambazo mnakumbana nazo kwenye kuwekeza huko kwetu, mtuambie. Nyingine mnaweza mkaanza kuwekeza moja kwa moja, au mnaweza mkatupa mawazo ambayo tunatakiwa kuyarekebisha huko kwa regulators wetu, ili kuhakikisha kwamba at least sasa capital inaanza kuflow kuja nyumbani kwenu au kuja nyumbani kwetu. Yes, hapo Mr. Ezekiel kuna kitu likiongelea black tax. Sisi tuliopo huku tunaamini ndugu zetu mliopo Ulaya mna hela, kwa hiyo hampaswi kutunyima tukiwaomba. Iko hivyo. Hiyo ni ideology ambayo tuseme watu wengi tunayo, kwamba ndugu yetu yoyote aliyekuwepo nchi za nje ya kien kwa dola au euro au currency tofauti na kwetu, huyo ni ana hela. Kwa hiyo Mr. Ezekiel, usitunyime tukikuomba. Kwa kweli ni changamoto, lazima mazungumzo yafanyike. Yes, tukiendelea kwenye comment section. Yes, bado kuna watu. Musa Muinja anasema shukrani sana kwa presentation. Ningeomba siku moja iwepo ya Nicole na Afriprice, maendeleo na mkombozi. Yes, Mr. Musa, nadhani wataalamu wetu washakupita kwenye maendeleo na mkombozi,
nakumbuka ni Mr. Haj alikuja represent hizi benki. Kwa hiyo nadhani pia unaweza ukapita kwenye YouTube channel ya Mtaji Academy ukaangalia, kuna video kabisa zilielezewa CRDB, NMB na pia Maendeleo na Mkombozi. Ila kwa labda pia CFE kujazilizia hapo ni kwamba sambamba na kwamba tumeshazifanya hapo awali, nyakati zinabadilika, financial statements zinabadilika, kampuni zinakuwa. Kwa hiyo ni matarajio yetu kuendelea kufanya majadiliano ya hizi kampuni kadri muda unavyozidi kuendelea. Kwa kama hivi, kwa mfano hizi wao wanahitaji quarter statement zinavyotoka, kampuni zitakuja kujadiliwa. Hatutajadili kampuni zote kwa pamoja, lakini tutakuwa tukienda nazo hizo taratibu zinazokuwa released, zinakuja zinajadiliwa, zinachambuliwa. Kwa hiyo cha msingi, mtaalamu Musa, wewe endelea kukaa na sisi hapa, jitahidi unapopata muda, kaa na sisi, uliza maswali, ikishindikana basi rejea kwenye kurasa yetu ya YouTube, utasikiliza conversation ambazo zimeshafanyika. Yes, asante sana Mr. Ezekiel. Naona hapa kuna comment section, nadhani inaenda wao Inuka. Huyu mtazamaji wetu wa Lola anasema, naomba msaada kufahamu ni hatua gani nawafuata baada ya kuweka hela kwenye Inuka Dozen Index Fund kwa kutumia account number ile ya CRDB. Ni hatua gani mwekezaji anapaswa kufanya ili kuwajua muamala umefika? Alafu nadhani aliongezea hapa, nikisha deposit kwenye account ya CRDB, hatua gani inafuata baada ya hapo? Kama una chochote cha kumjibu Mr. Fortius. Nafikiri kama ilivyo hata huo mfuko mwingine wa money market, ukisha deposit pesa zako, nafikiri hapa mwashuni kwamba umeshafungua account kwenye Inuka Dozen au kwenye Inuka money market. Ukishafungua account na pengine tumesha ku link na ile application, huo ukafanya direct deposit kule CRDB, wakati tunacalculate na siku ya mwisho wa siku, zile pesa tunazideposit kwenye account yako. Kwa hiyo immediately unatakiwa kuanza kuziona kwamba zimeongeza idadi ya vipande kwenye huo uwekezaji wako. Kwa mwisho wa siku hujaziona, na hapo sasa unatakiwa wasiliane na sisi. Inawezekana kwa kufanya direct deposit yale maelezo kule hatukuyaona kama ni za nani, au pengine kuweka reference ambazo zinatuonyesha kwamba hiyo ni investment yako. Lakini kitu cha msingi, as long as zimeshaingia kwenye account ya CRDB, sisi tunazirekodi kwa bei ya siku hiyo. Hata ikitokea kesho yake sasa ukatuletea zile documents kama ile deposit ilikuwa ni ya kwangu, sasa approve, tutazihamisha sasa kutoka kwenye account ambayo tulikuwa tumeziweka, tunaziweka kwenye hiyo allocation ya account yako kwa bei hiyo hiyo ya jana. Sio kama kwa sababu tumechelewa kuleta evidence na kuwekea kwa nao ya siku ya pata na kuwekea kwa hiyo bei ambayo ndio siku ilipo deposit hizo pesa. Yes, shukrani sana Mr. Fortius. Hapa kuna comment moja ya Moses Nyerinda. Anauliza yield curve ina impact gani kwenye coupon za bond? Okay, sasa of course hili ni swali ambalo ni pana zaidi, ambalo nafikiri ukipitia hiyo presentation niliyofanya leo na zile za nyuma kidogo cha kamili, kwa sababu kama nimesema yield curve ndo inatoa riba elekezi. Kwa matokeo yake nini? Ni kwamba kama ni coupon za bondi mpya, tunategemea ziwe zinakaribiana na yield ambayo iko kwenye maturity sector. Kama ni bondi ya miaka 15, lazima kama ni bondi mpya ya miaka 15 itakuwa inakaribiana na ile yield kwenye ile sekta ya miaka 15, kwa sababu tayari riba elekezi imeshaonekana kwenye yield curve. Kwa kitu ambacho unaweza ukaondoka nacho Moses, ni kwamba yield curve inakuwa inatoa bei elekezi, ambapo tunategemea bondi zote zinazokuwa issued siku za mbele zitakuwa zinakaribiana kabisa na hiyo yield iko wapi.
Mr. Photius, naomba hapo niulize swali au nitoe dukuduku langu ambao nilikuwa naliwaza. Kwa hiyo zile percentage tena za kwenye coupon rate ambazo tulikuwa tunasikiaga labda miaka 25 zilikuwa zinafika percent 13, na kwa mwenendo tunavyoenda sasa hivi wa yield curve na market open iliyofunguliwa mpaka soko la nje, kwa tutegemee kuto kurudi tena kwenye namba percentage 13, 14 au kubondani. Bado nawaza yield yake namba zake zitakuwa zinafika ngapi? Tuzisahau 13, 14, tuanze kufikiria tunashuka zaidi, au takaa kwenye 11 hapo hapo tuone, au bado ni kitu nachokiwaza. Unajua yield, kwa sababu yield ni yield kama tunavyosema kwamba iko market determined, kwamba soko ndio litakuwa linaamua yield ziko wapi, na watu tunafahamu kwamba nguvu za soko zinatokana na demand and supply. Ugavi na utashi ni wasababisha bei zibadilike za sokoni. Kwa hiyo nilichoelezea hapo mwanzoni ni kwamba foreigners wakiruhusiwa, kuna uwezekano kuwepo na demand kubwa, ile increased demand. Kwa hiyo kama kweli demand ikiwa kubwa, tunategemea bei zitashuka sana, kwa hiyo yield na zenyewe yield zitashuka. Bei zitapanda kwa sababu ya demand imeongezeka, kwa hiyo yield zitashuka. Sawa. Lakini sasa ikitokea serikali yenyewe ambaye ndio mkopaji kama akiwa aggressive, kama mnavyojua kwamba sasa hivi pengine apate misaada mingi, apate mikopo ya nje, akaamua kuingia kwenye hili soko kukopa kwa wingi, maana yake nini? Anaongeza supply ya bonds. Kwa sasa kama supply ikiwa kubwa kuliko ile demand iliyoongezeka, sishangae yield zitakarudi huko kwenye 13, 14. Kwa hiyo yote itategemea sasa pande zote mbili. Demand sasa inaongezeka, lakini inategemea na supply imekuaje, kwa maana ya ile aggressiveness ya serikali kukopa kwenye hili soko la hatifungani. Yes, shukran sana Mr. Photius. Hilo ni kitu ambacho nilikuwa kinanisumbua akilini na najaribu kuwaza na kuwazua. Tuendelee kwenye comment section 2-3 kabla tujafunga session yetu hii ya leo. Hapa kuna mtaalamu wetu Kelvin, naweza kuwa na account zaidi ya moja kwenye Dazen Index. Akiona kuna account ya, kuna namba yangu ya simu imewekwa hapo na Ezekiel, na anaweza akanitafuta. Account unaweza kuwa nazo kwa matumizi tofauti kwenye Dazen Index. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, atupigie tu tumpe mwongozo kwamba anaweza any account na sub account kwenye hii mifuko yote ya Dazen Index pamoja na money market. Yes, nadhani tupitie hii comment moja ya mwisho kabla tujapeana neno la kuaga. Kuna comment kutoka kwa Swamda. Alimeuliza tufanye nini Tanzania ili iwe mtu anaweza kuuza hisa na akapata pesa zake leo. Nini kinasababisha kukawia sana? Yes, Mr. Photius, kama unaweza kumpatia jibu. Nafikiri ni hii settlement cycle. Settlement cycle inatokana na miundombinu yetu jinsi ilivyo na mfumo wa malipo kwa ujumla na nchi. Kwa hiyo anasema tufanye nini? Kama nafuatia hili soko ni kwamba tumekuwa tukipunguza settlement cycle toka tulipoanza miaka ya nyuma. Nafikiri karibuni ilikuwa T+3, mwezi Januari ikarudishwa T+2. Kwa hiyo miundombinu inazidi kuboreshwa na ile instant settlement inaweza ikafika siku moja tukawa na T+0. Na sasa kama teknolojia ikiingizwa vizuri sana kwenye mambo ya settlement, mambo ya chain, kitu ambacho kinaweza ikaanza kupunguzwa. Kwa hiyo inategemea na mfumo wa malipo kwa ujumla wa nchi na teknolojia zilizopo.